Ushindi ndio huu hapa, umefika nyumbani sasa. Arusha kutokea Dar es Salaam. Tulifurahi mno. Jamani tucheze. Yaani ni uhakika kabisa, haina longo. PMBet ni yenyewe. Ni www.pmbet.co.tz. Majina yangu naitwa Shiganga George. Mimi kwa wadhifa ni mwenyekiti wa jukwaa la wanasiasa vijana Tanzania wa Vita. Lakini kwenye mkutano huu nimekuja kama kiongozi wa Chama cha Mapinduzi. Na lengo la kuja kwenye mkutano huu kwanza ni kusikiliza utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi wa 2020-2025 ambao umetekelezwa kwa miaka 5 iliyopita. Na tumeona kiukweli Chama cha Mapinduzi kimejitahidi sana kuhakikisha kwamba utekelezaji huu umefanyika kwa kiwango kikubwa sana. Tumeona baadhi ya miradi imetekelezwa na baadhi ya ahadi ambazo ziliahidiwa kwenye ilani zote zimetekelezwa. Na tumeona uendelezaji wa ile miradi mikubwa ambayo iliachwa na awamu ya 5, miradi mikubwa imefanyika. Lakini kwenye sekta zote, kwa mfano sekta ya elimu, mimi nikiwa pia ni mwanachuo, tunaona mikopo ya elimu ya juu imeongezeka, lakini pia sasa hivi kuna mikopo ya wale ambao wanafanya diploma. Kwa hiyo niseme kwamba kwa upande wa elimu imeboreshwa, lakini kwa upande pia wa miundombinu tumeona barabara, tumeona SGR kama ambavyo unaona watu wengi wamesafiri kwa SGR, na sehemu nyingi kwenye afya tumeona vituo vya afya vimejengwa, tumeona hospitali zimejengwa za kanda na za wilaya. Kwa hiyo katika maeneo mengi ilani ya Chama cha Mapinduzi ambayo tumeimaliza leo na tumezindua nyingine, tumeona kwamba mengi yametekelezwa. Nije katika ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa mkoa ninaotokea mimi, mkoa wa Dar es Salaam, mambo mengi ambayo yaliahidiwa kwenye ilani yametekelezwa kiukweli. Mimi natokea jimbo la Kibamba. Kwenye jimbo la Kibamba yako mengi sana yaliahidiwa. Na jimbo la Kibamba kwa historia liliwahi kumilikiwa au kuongozwa na upinzani. Kwa hiyo mambo mengi sana ya kufanyika, ikiwepo swala la maji. Kulikuwa na changamoto kubwa sana ya maji, miundombinu, afya. Lakini kwa awamu hii ya utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi 2020-2025 tumeona mengi yamefanyika. Lakini pia katika kata ninayotoka mimi, kata yangu ya Agoba, naweza nikachukulia kama case study kwamba katika kata yetu ya Agoba yamefanyika mambo makubwa sana. Utekelezaji wa miradi umefanyika kwa kiwango kikubwa kwa kusimamiwa na diwani ambaye ni Esther Ndoa. Kwa hiyo dada huyu kiukweli amejitahidi. Miradi yote ambayo ililetwa kutekelezwa kwenye kata hii ya Agoba ilitekelezwa kwa ufanisi mkubwa. Kwa hiyo niseme kwamba tunavyoingia kwenye uchaguzi mkuu, kama alivyosema rais wetu ambaye ni mwenyekiti wetu wa chama, kwamba tuchague watu ambao wana taswira kukisaidia chama. Kwa hiyo kwa kata yangu ilani imetekelezwa, miradi hakuna miradi ambayo imehangaikiwa, imekuwa judged kwamba labda kuna ubadhirifu wa fedha. Kwa hiyo alijitahidi sana kusimamia miradi. Leo tumezindua ilani nyingine. Ilani hii imesheheni mambo mengi. Naamini kwenye uchaguzi huu mkuu wa 2025 kuelekea 2030 najua kwamba mambo mengi ambayo yameahidiwa kwenye ilani yatatekelezwa. Na mimi niseme kwamba rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ana moyo wa dhati kulisaidia taifa hili. Ana moyo wa dhati kuhakikisha kwamba Watanzania wanakizi haja ya matakwa yao. Kwa mfano amezungumzia ana zile R4 zimezungumzwa kwenye katiba. Mwanzo zilikuwa zinazungumzwa nje, lakini zimeingizwa kwenye katiba, zimeingizwa kwenye ilani. Lakini jambo la pekee ambalo nimelifurahia mimi kama mwenyekiti wa wanasiasa vijana ni pale ambapo amesema atawekeza nguvu kubwa sana kwa vijana. Unajua vijana ndio nguvu kubwa, na ukiangalia kwa mujibu wa takwimu za sensa iliyopita vijana ndio tuko wengi. Lakini kingine ambacho kimenifurahisha kwa mkoa wa Dar es Salaam, tuna maeneo ambayo wakazi wake ni wa kawaida, maisha ya kawaida. Niliwahi kuona mechi moja wakizoom pale nyuma ya uwanja wa Taifa, wanaona kuna nyumba za kawaida. Kwenye ilani imeelekeza kwamba hao watu wanaweza wakaboreshewa makazi yale, kwamba anaweza akafanyika investment huku kwa chini pakabaki kwao, lakini juu. Kwa hiyo maana yake tunajiandaa kutekeleza vyema. Nitoe rai sasa kwa vijana, kwamba tunavyoelekea uchaguzi mkuu tuchague viongozi ambao watatusaidia sisi vijana kuhakikisha kwamba tunatimiza haja zetu, na hasa kwenye swala zima la ajira. Kwenye ajira imezungumzwa pia, mambo ya afya, mambo ya kilimo yamezungumzwa. Kwa hiyo nina matumaini makubwa tunavyoenda kwenye uchaguzi pia tutakuwa
na hamasa kubwa ya kuhakikisha kwamba tunachagua viongozi ambao wataweza kusaidia. Lakini mwisho niseme, nchi yetu ni nchi ya amani, imejengwa na baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Kupitia vyama hivi, kupitia Chama cha Mapinduzi, baba wa taifa alitengeneza misingi mikubwa ya nchi hii kuhakikisha kwamba tunaishi kwa amani, kwa upendo, bila kubaguana. Lakini niseme tu kwamba kuna mambo ambayo tunatakiwa kuyakemea kama taifa, kuyakemea kama chama, kwamba sisi kama wananchi tunatakiwa kuungana kuhakikisha kwamba haki za binadamu zinafuatwa, na niwaombe pia viongozi wa chama ambao wako madarakani kuhakikisha kwamba wanasikiliza na kutatua baadhi ya changamoto ambazo kwenye taifa hili, hasa kwenye masuala ya ulinzi na usalama zinatokea. Kumekuwa na purukushani hapa katikati, watu kutekwa, kupotea. Hakuna Mtanzania anakubali Mtanzania mwenzake atekwe au apotee. Lakini niseme kwamba swala hili lipo, hakuna asiyejua. Lakini kuna namna ambavyo tunaweza tukalizungumzia bila kuhusisha vyombo vya ulinzi na usalama. Huwa ninawaza siku moja kwamba ikatokea vyombo vya ulinzi na usalama wakaenda likizo siku 2 tu, uone mambo atakavyoenda. Kwa hiyo niseme jeshi letu la polisi na vyombo vya usalama vinafanya kazi yake. Changamoto labda ni genge la wauni ambao wanakuwa wanafanya vitu vya hovyo na rais wetu anatukanishwa. Niseme tu wa Tanzania, hakuna rais ambaye anaingia madarakani kwa kutuomba kula wa Tanzania, alafu baadaye akubali wa Tanzania wale waweze kutekwa na kuuawa. Niseme tu tunapokuwa tunachangia swala hili tuwe na hekima. Asante sana.